maagizo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kwamba tuhakikishe tunaweka msukumo wa kilimo kisichoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Nacho kilimo kinaitwa kilimo cha umwagiliaji. Na ninyi wana Ndanda na wana Ruangwa mmekuwa sehemu ya watu ambao wananufaika na mpango wa serikali unaotekelezwa chini ya maelekezo mahususi ya serikali hii na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kujenga skimu kwenye maeneo yanayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji ili kuwawezesha wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo kunufaika na uzalishaji na kilimo kinachotegemea umwagiliaji, sio kile cha kutabirika kinachotegemea majira ya mvua. Wamesema hapa wataalamu, kwenye mradi huu zimeletwa zaidi ya bilioni 20 zinakuja kujenga hapa. Wananchi, ni nani aliandika barua kuomba mradi huu? Yupo? Hakuna. Maana yake ni utashi wa serikali inayowajali wananchi wake. Imeamua ikaja yenyewe ikatafuta fedha kwa ajili ya kuja kujenga mradi kwa ajili ya kuwanufaisha ninyi wananchi mnaoishi kwenye eneo hili. Kwani anayekuja kulima hapa ni mkuu wa mkoa? Ni mimi waziri? Ni mkurugenzi wa tume ya umwagiliaji? Au ni mrajisi wa vyama vya ushirika? Si ni ninyi wenyewe? Sasa kama ni ninyi wenyewe, mnapendwa mpendwi? Utekelezaji wa mradi huu wa umwagiliaji au skimu ya umwagiliaji ni sehemu ya utekelezaji wa miradi mingi nchini ambayo inatuelekeza kwenye kuwa na kilimo cha kiwango cha juu cha umwagiliaji ili kuongeza uzalishaji nchini. Kilimo cha umwagiliaji kinatuwezesha kuzalisha mara 2, 3 mpaka 4 kwa baadhi ya mazao kwenye maeneo husika. Sasa hivi miradi ambayo inaendelea ambayo iko hatua za mwisho, skimu kama 20 zinatupa uhakika zikikamilika kuwa na eneo la umwagiliaji wa zaidi ya hekta milioni 1,250,000. Uzalishaji wa eneo hilo ukiwa wa awamu 3, maana yake tutakuwa na hekta milioni 1,250,000 mara 3, sawa na hekta milioni 4,700,000 na kidogo. Hiyo ndiyo kazi ya kitaalamu ambayo sisi tuliopewa dhamana ya kuisimamia sekta ya kilimo tunataka itafsiriwe na tume ya umwagiliaji ili matokeo yaanze kuonekana kwa uwekezaji ambao serikali hii inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaufanya. Fedha zinazowekezwa ni nyingi sana na matokeo yanayotarajiwa ni makubwa sana. Wito wangu wananchi mnaokaa kwenye maeneo ya pembezoni yanayopakana na mabwawa haya, tunzeni miundombinu iliyopo kwenye haya mabwawa, yalindeni mabwawa haya, lakini kubwa, lazima tuweke samaki ili kuongeza tija mara mbili. Na nilikuwa nazungumza na waziri wa mifugo na uvuvi, tumekubaliana kwamba tutahakikisha tunapeleka wataalamu kwenye kila maeneo tunakojenga mabwawa ili waangalie mazingira husika na aina ya samaki pia ambao watakuwa kwenye maeneo hayo. Serikali inafanya yote haya. Leo tumekuja wote hapa ni mashahidi, na bahati nzuri siku hizi teknolojia itatukumbusha kwamba hili bwawa halikuwepo, kuna uwekezaji umefanyika, limetokea. Lakini miaka 3, 4 wapo vijana hapa ambao bado saizi wako shuleni, hata hawajui tuko hapa. Wakianza kujua simu na nini, watasema serikali haijafanya kitu. Hivi jamani, serikali haifanyi kitu hapa? Kinaonekana akionekani? Nani anatakiwa kuwa mwalimu wa hao vijana? Ni waombe tuwajengee mazingira ya vijana kujua historia. Mwisho nisisitize kwa tume ya umwagiliaji, hakikisheni mnamsimamia mkandarasi, ubora wa mradi, thamani ya fedha kwenye mradi na matokeo kuonekana kwa haraka.